Elimu ya kiroho ni elimu ambayo imejikita kwenye kuikomboa nafsi ya mwanadamu. Ni elimu ambayo imejikita kwenye ulimwengu wa kiroho, lakini pia ni elimu ambayo inaweza kukusaidia mentally, ni elimu ambayo inaweza kukusaidia physically, lakini ni elimu ambayo pia inaweza kukusaidia spiritual, lakini lengo kubwa kukufanya ukue kiroho. Hiyo ndio kitu pekee ambayo elimu ya kiroho inafanya. Lakini pia ukija katika elimu ya dini, asili yake ni elimu ambayo ilitengenezwa na Warumi, baadaye zikatokea dini nyingine. Kwa hiyo mfalme Konstantini alitengeneza kwa maslahi ya taifa lake la Kirumi. Kwa hiyo tunafahamu kuna ajenda ambayo ilikuwepo ndani ya dini ambayo ilipelekea kutengeneza dini ambayo ilikubalika dunia nzima, kwa sababu watawala hasa wazungu waliitumia kwa ajili ya kufanikiwa kuteka fikra za wanadamu kwa ajili ya maslahi ya ajenda ambazo zilikuwepo katika taasisi ile. Unapoingia katika dini lazima uweze kutambua kwamba umeenda pale kwa ajili ya kukua kiroho na kuibadilisha nafsi yako kutoka katika matamanio ya kidunia kwenda katika matamanio ya kiroho. Watu weusi tumekuwa tukiamini kwamba wazungu walitupenda, wamishionari wakatoka huko Roma na wapi wakaja huku kutuletea dini zao, lakini kitu ambacho hatujaelewa ni kwamba wamishionari walitangulia, alafu mabeberu waliweza kuja baadaye na kuweza kutawala. Kwa hiyo tulitekwa kwanza, nafsi zetu zikabadilishwa, tukaingia katika mifumo ambayo tutakuwa tuko tayari kutawaliwa, alafu baadaye ndio tukaja tukatawaliwa kimwili, kwa sababu ndani ya hii elimu ya dini na ukitumia elimu ya kiroho kuna jinsi ambavyo unaweza ukabadilisha nafsi ya mtu. Kwa hiyo unaweza ukabadilisha nafsi ya mtu ili iweze kukua, lakini pia unaweza ukaibadilisha nafsi yake ili iweze kutawalika. Kwa hiyo ukitumia elimu hiyo vibaya, inaweza ikatengeneza wafuasi au ikatengeneza watumwa.